ametupa nafasi kubwa ya kufanya biashara kwa uhuru, kufanya biashara bila kuwa na usumbufu. Maana tukikumbuka hatuna miaka mingi hapo nyuma, watu wafanya biashara wengi walikuwa wanatoroka nchi, wanakimbia nje, kesi za kila siku za hapa na pale, watu wanashindwa kupeleka pesa benki kwa sababu ya uoga wa kuzuiliwa pesa zao. Lakini amekuja ametupa uhuru wa kufanya biashara, watu wanafanya biashara, wanalipa kodi. Cha msingi tu kufuata sheria za nchi. Kwa hiyo ni jambo moja kubwa. Lakini pia amekuwa akifacilitate kwa sehemu kubwa sana upande wa uwekezaji ndani ya nchi. Tumeanza kuona ndani ya muda mfupi wawekezaji wamekuwa wengi mpaka hata wengine wameanza kuwazuia kuja. Kwa mfano kama wa China wamezidi, wamekuwa wengi. Yaani wawekezaji wamevutiwa na Tanzania zaidi. Na wawekezaji hawezi kuja mahali ambako hakuna uhuru, mahali ambako hakuna uhuru wa kufanya biashara na sera nzuri za kibiashara. Hatusemi kwamba hakuna changamoto za hapa na pale, changamoto zipo lakini zinaendelea kushughulikiwa. Wakati Mama Samia anaingia madarakani, sisi tulikuwa walipa kodi wadogo tu kwa upande wa mkoa. Lakini kwa hiki kipindi chake kifupi, kampuni yetu imekuwa mpaka imefikia hatua kuwa makampuni makubwa ambayo ni walipa kodi wakubwa. Kwa hiyo kupanda daraja kutoka mlipa kodi mdogo kwenda kuwa mlipa kodi mkubwa ni mafanikio makubwa sana. Na hiyo kipimo chake ni ulipaji mkubwa wa kodi ndio imesababisha. Kwa hiyo growth yetu kwa tangu akiwa hajawa rais mpaka amekuwa rais unaweza kuiona hiyo kwa measure moja kwa moja. Sasa hiyo ni Mati Super Brands Limited. Yapo makampuni 1000 ngapi Tanzania ambayo yametoka kuwa madogo kwenda kuwa makubwa. Kwa haya machache ambayo tunaweza kuyaona sisi kama wafanyabiashara, tunasema Mama Samia mitano tena. Karibu sana Manyara, Mama Samia.